Hadithi inaanza kwa mwanamke anatambulika kwa jina la Rani. Mwanadada huyu leo alikuwa anaonekana yuko bize sana, anawapatia mbwa vipande vya nyama, lakini ghafla mlipuko katokea nyumbani kwake. Mbio zinampeleka ndani, analia sana, anamwita mume wake, Rishu, Rishu, utakuwa umeelekea sehemu gani? Ghafla anashuhudia mkono wa mume wake ambao ulikuwa na tatuu ya jina lake. Rani alilia sana, lakini baada ya kufika inspekta wa polisi aliyekuwa anatambulika kwa jina la Kishori, baada ya kumhoji mwanadada, lakini pia jinsi ambavyo alikuwa anamtazama, akatambua huenda ili tukio akawa kalifanya huyu mwanadada la kuweza kumwangamiza mumewe. Kishori japokuwa alikuwa hana ushahidi wowote wa moja kwa moja, lakini body language ambayo mwanadada alikuwa anaionyesha kwake, akatambua huenda Rani akawa kahusika kwenye hili tukio kwa namna moja ama nyingine. Anamwita kituoni na kuanza kumuuliza ilikuwaje, na kabla mambo yote afande akatamani sana afahamu hadithi ya mahusiano baina ya bimdada pamoja na mume wake. Sasa hapa tunapata flashback ya miezi 6 iliyopita. Tunakutana na mtaalamu wetu Rishu akiwa pamoja na mama yake. Leo mwamba anaelezwa na mama yake, jitahidi sana usiulize maswali mengi kwa mwanamke ambaye tunaenda kukutana naye, kwani wiki kadhaa zilizopita mwamba alifanikiwa kukutana na mwanamke mmoja, lakini katika mazungumzo yake bwana yule mwanadada akafanikiwa kumweleza ukweli ya kwamba yeye hataweza kuolewa na Rishu kwa sababu kuna mwanaume mwingine ambaye anampenda. Rishu na familia yake wanafika mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi bimdada Rani. Baada ya kufika hapa, msela akaanza kupiga diko. Mamake na Rani anamsifia sana binti yake, anasema hakika mwanangu anapenda sana kupika, hata vyakula vyote mnavyokula ni yeye ndio ambaye alikuwa akapika. Ukweli wa mambo ni kwamba bimdada hata kupika chai alikuwa hawezi. Anamtuma mdogo wake amwite mchizi aje kuzungumza naye upande wa jikoni. Mwamba baada ya kufika anaulizwa na mwanadada, je, huwa unajishughulisha zaidi mambo gani wakati wa wikendi? Mwamba anasema anapenda sana kutengeneza vitu vya umeme. Rani anamweleza basi panda upande wa juu ushushe hiyo feni tutengenezee, hapa nyumbani tunapata shida sana kwa sababu ya joto, kwani feni yetu haifanyi kazi. Maongezi anaisha baada ya kufika nyumbani. Mama mtu anamweleza kijana wake, huyu mwanamke sihitaji kabisa ufunga naye ndoa, kwani ninaona kabisa ni mwanamke ambaye hakufai. Lakini Mwamba alikuwa tayari alishafanya maamuzi. Yeye pamoja pia na baba yake wanasema yule ni binti anayefaa sana ndani ya familia. Kwanza ukiangalia ni mrefu, lakini pia ni mrembo. Ndoa inapita baina ya Rani pamoja na Rishu. Bwana, leo usiku wa kwanza kwa bahati mbaya mlango ukafunguka, maji kidogo akaingia ndani. Rishu akaanza kudeki, lakini Bishosti kaenda zake akavaa night dress. Anarudi anamwona Mwamba akiwa anahangaika kudeki, anashangaa sana. Yeye anaelekea upande wa kitandani kulala. Usiku wa leo Mwamba kufanya maajabu yoyote hivyo. Wakati wa asubuhi bimdada baada ya kuamka anaelekea sebleni, anakuta watu alishapiga chai kitambo sana. Anasema kumbe chai hakuna. Mwamba anasema ngoja mimi nikakuchemshia, lakini bimkubwa anamweleza hebu weka hapo makalio yako. Anamwambia wewe ulitakiwa uwe wa kwanza kuamka, sasa inakuwaje umeamka wa mwisho? Lakini pia leo tunahitaji utupikie chakula kama kila ambacho tulikula siku ile wakati tunakuja kwenu. Rani anasema mama aliwaongopea, kwani mimi hata kupika chai siwezi. Bimkubwa akashangaa sana, lakini pia akaanza kuwaka. Sasa hapa ikaanza beto baina ya bimdada pamoja na mama mkwe. Mama mkwe anasema inakuwaje tumeoa mwanamke ambaye hajui hata kupika, kazi urembo tu na mambo ya saluni. Lakini bimdada naye anasema hakuolewa kwa kazi ya kupika pekee. Baba na mwana ikabidi wawachie uwanja watu hawa wawili waendelee na mapambano. Wakati wa jioni mwanadada pamoja na mchizi leo wakaanza kupiga discussion. Bishosti anamweleza Mwamba, bwana wewe ulishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke yoyote? Rishu anasema alishawahi kuwa na mahusiano na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anapika chakula kitamu sana, hususani kutoka katika nchi ya Italia. Akamwaga sifa nyingi sana juu ya huyu mwanamke ambaye aliwaigi kumpenda, yaani sifa zilikuwa ni kedekede, zikampelekea mpaka mwanadada Rani akaanza kumaindi. Anamwambia kwa hiyo ndio maana haukuingilia kati kabisa na kunitetea kipindi ambacho mama yako alikuwa ananigombeza kwamba sijui kupika. Mwamba akawa anajitahidi sasa kujitetea, lakini pia akawa anajaribu sana kufuta kile ambacho alikuwa akazungumza mwanzoni. Lakini kwa sasa mwanadada alikuwa akawaka. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana, ukampelekea mpaka Rishu kukimbilia chooni na kwenda kujifungia. Mama mkwe asubuhi analalamika sana, anasema hebu angalia huyu mwanamke uliooa, yaani yeye hajui kupika, lakini pia kazi yake ni saluni tu. Angalia hata baba yako kwa sasa hataki tena zile nywele nyeupe, yaani anaanza kumpakapaka madawa. Tukiendelea na haya maisha, nina uhakika baba yako atapata mwanamke mwingine na mimi atanifukuza kabisa humu ndani. Rani akajitetea, lakini Mwamba leo wakati wa jioni anaenda kwa rafiki yake mmoja ambaye huwa anapiga naye sana akalinya. Anamweleza sasa, wewe rafiki yangu, ngoja nikupe sheria nzuri ambazo utaenda kuzitumia kwa mke wako ili asiweze kukusumbua kabisa. Mwamba akaamua kumwandikia kakaratasi. Asubuhi na mapema mchizi akaanza kukifanyia mazoezi. Lengo ni kwenda kwa mwanamke huyu na kuanza kumpatia sheria, ikiwemo ni kumweleza kwamba asubuhi na mapema ampatie kahawa pamoja na chai. Upande wa Rani
Rani leo anampigia simu mama yake pamoja pia na mdogo wake, anaelezea kwamba bwana, huyu jamaa hana maajabu yoyote, yaani toka nifike hapa ndani sikuwahi hata kushikwa unyele wangu, mimi nitaishije ndani ya hili eneo? Wanajaribu kumpatia maambino, anamweleza hebu vaa nguo za kubana mbele yake, lakini pia unavaa nguo ambazo zinakuweka wazi sehemu fulani fulani, lakini pia fanya kama hivi endapo ukimkaribia jidai kama vile kanguo kako kanaanguka. Timbulo anaingia upande wa ndani, bimdada naye anatoka akiwa kavalia nguo yake nyekundu, anajidai kama vile mtandio unadondoka. Mwamba akapata kigugumizi na kukimbia. Rani akawa anajiuliza, jamani, nimeolewa na mwanaume wa aina gani huyu? Mama anakata karoti huku akiwa anatazama. Mchizi pia akawa anajaribu tena kuendelea kumuita mwanadada akiwa ananika nguo upande wa chini. Rani baada ya kugeuka akaangusha tena mtandio. Mwamba akashtuka. Mama mkwe akabaki mdomo wazi anawatazama hawa jamaa wanafanya mambo gani tena. Mchizi baada ya kugeuka na kumwona mama yake anamweleza, mama, bwana, siku hizi mboga za majani zimepanda bei. Huyu jamaa kweli amnazo. Bishosti bwana akawa pia anaendelea kupaka kucha rangi. Mchizi akawa anatamani pia kumwita Bishosti, baada ya kumwona akajidai kama vile mtandio anaudondosha. Mwamba kila ambavyo akiona katikati ya kifua cha mwanadada alikuwa anapata kigugumizi. Mama mkwe alikuwa anawachora tu, leo uzalendo ukamshinda. Anamfuata Bishosti na kumweleza, wewe mwanamke, mambo gani haya unayafanya mchana kweupe? Hivi usiku huwa mnafanya kazi gani nyinyi watu? Kwa nini msifanya haya mambo wakati wa usiku? Mchizi baada ya kurudi kwa mwanaye Afzari anamweleza kwamba sasa wewe mwanangu, kama umeshindwa kumweleza ratiba ambayo nilikuwa nimekuandikia, inabidi ujitahidi sana ukapige show ya kibabe, yani mpaka mwanadada mwenyewe akuzimikie. Jamaa akasema basi kama ni hivyo, ngoja leo nipitie maeneo nikachukue zana ili niweze kuitumia nikiingia mle ndani bwana, show kweli kweli. Rishu kachukua zana akaweka vitone vitatu kwenye maji akanywa upande wa bimdada. Yeye bwana leo tena akavaa nguo yake ya mitego na kujipiga marashi kila kona ya mwili. Anaingia chumbani, Mwamba anajidai kalala. Bishosti akamweleze, bwana unaweza ukanifungua hii nguo yangu ya juu? Mwamba akainuka na kwenda kumfungua ile nguo. Mwamba anazima taa. Kipindi ambacho alikuwa anamlaza mwanadada, bahati mbaya akamgongesha kwenye kitanda. Kiwewe kikawa ni kingi sana. Mchizi mara azime taa mara awashe taa, lakini pia kila ambavyo bimdada akijiweka kwenye mtego, Mwamba alikuwa tu anateleza mara nguo yake iweze kung'ang'ania kwenye mwili wa Mwamba. Mchizi akajikaza akapanda juu ya kifua cha mwanadada. Hata kabla hajamaliza kumsaula nguo zote, bwana Mwamba akawa tayari ameshafika na kuweza kuegemea upande mwingine. Rani akashtuka, anashangaa sana, hii imekuwaje? Asubuhi na mapema Mchizi, kipindi ambacho anajiandaa, Rani anapigiwa simu na mama yake. Bishosti bwana si akaanza kumwaga siri zote, anasema bwana, huyu mwanaume mwenyewe wala hayuko romantic, lakini pia bwana safari yake huwa inaishia dakika moja tu, yani hata kunigusa hajanigusa, yeye tayari alishafika juu kabisa ya kilele cha mlima. Rani anaendelea kukanda kunguni, anasema bwana, toka niolewa na huyu jamaa sijawahi kukunwa kipele hata siku moja. Rishu alikuwa anasikia kila kitu, moyo wake uliumia sana, yani mambo ya chumbani anaenda kuiambia familia yake. Rishu toka siku hiyo akamnonia kabisa mke wake, yani akawa hazungumzi naye, lakini pia akawa anavizia bimdada akiwa kalala, yeye ndo anaingia upande wa ndani. Rani akawa anashangaa sana, yani Mwamba hata akikaribishwa chakula yeye alikuwa hataki kabisa. Leo Bishosti akamvizia Mchizi na kumuuliza, bwana ni kwa nini hauzungumzi na mimi? Mwamba akamweleza ukweli ya kwamba alifanikiwa kusikia yale mazungumzo ambayo alikuwa anamweleza mama yake. Mchizi anamweleza bimdada, je, wewe katika maisha yako ulikuwa unahitaji mwanaume wa design gani? Rani akamweleza anahitaji mwanaume ambaye ni mcheshi lakini pia yuko romantiki. Rishu anamweleza, unisamehe sana kwa kuolewa na mimi ambaye sina sifa hata moja, lakini pia kuanzia siku ya kesho nikiwa natoka kazini nitakuwa najiunga na madarasa ya jioni, hivyo nitakuwa nachelewa kurudi nyumbani. Rishu akawa akitoka kazini anaenda zake darasani kujiendeleza kimasomo, akirudi nyumbani anakuwa kamnunia tu mwanadada. Rani ikabidi atafute jinsi ambavyo ataweza kuishi ndani ya hii ndoa peke yake, akawa anajipa kampani mwenyewe, lakini pia wakati wa usiku pamoja na muda wake wa bure alikuwa anasoma sana vitabu, hususan kitabu kimoja ambacho kilikuwa kinahusu sana mambo ya uhalifu. Rani anamuuliza mume wake, je, niandae mizigo ili tuelekee Goa kwenye honeymoon? Rishu anatoa tiketi zao mbili na kuzichana, anamweleza mwanadada, hatutoondoka ndani ya hili eneo na kwenda sehemu yoyote. Dada akiwa na mawazo sana, eneo hili anafika insa mmoja anatambulika kwa jina la Niri. Huyu jamaa bwana alikuwa ni ndugu yake na Rishu. Baada ya kufika hapa bwana, huyu jamaa alikuwa ni msela sana, si unajua tena wabeba nondo. Siku iliyofuata, kipindi ambacho Bishosti alikuwa anaendelea zake kusoma kitabu taratibu, Mchizi alikuwepo upande wa juu akiendelea kunyonga taratibu. Nil akaanza kumchombeza mwanadada kwa kumpigisha stori mbalimbali zinazohusiana na hicho kitabu, lakini pia Bishosti, ucheshi wa Mchizi pamoja na tabasamu lake kidogo likaanza kumfanya naye aanze kutabasamu. Rani akaanza kumfuatilia Mchizi, anamkuta Mwamba akiwa anafanya zake mazoezi, akaelekea upande wake wa jikoni. Leo baada ya kufika hapa, mume anashangaa sana Bishosti kuingia jikoni akiwa anahitaji kupika chai, akadhani huenda alikuwa anampikia yeye chai, hivyo akaanza kumwelekeza. Mume anaonja chai na kusema hii chai ni tamu sana. Mwamba baada ya
ya kuondoka, mke anaichukua ile chai na kwenda kumpatia Neil. Wanaanza kupiga chai huku stori zikiwa ni nyingi sana, na mwanadada anajichekesha tu mbele ya shemeji yake. Shemeji anasema nitafurahi sana endapo nitakula chakula ambacho kimepikwa na wewe. Rani leo kwa mara ya kwanza akaingia tena jikoni kupika chakula cha jioni. Neil pamoja pia na mtaalamu wetu Rishu wakawa wanashangaa sana, bimdada akapatwa na jambo gani au kapigwa shoti ya kichwa. Bwana, chakula cha leo kila mmoja alinjoi sana, asema hakika hiki chakula ni kitamu. Leo wakati wa mchana bimdada, kipindi ambacho alikuwepo jikoni, Neil anafika hapa na kuweza kutengeneza nywele katika kichwa cha mwanadada, kisha akaondoka. Rani akabaki amepigwa na butwaa. Unajua tena bwana, ana ngano za muda mrefu bado hazijapepetwa. Anaenda kwenye chumba cha Neil mbio mbio na kwenda kumwakia, anasema usije ukafanya jambo kama hilo katika maisha yako. Endapo ukifanya hivyo bimdada, kabla hajamaliza mwamba anamvuta na kuanza kunywa juisi. Ngano za bimdada zinampeleka pabaya. Leo anampatia tunda shemeji yake. Mtu na shemeji yake wanaanza kupepetana. Upande wa pili mama mtu anashtukia mboga zilikuwa zinaungua jikoni, anaita Rani. Rani mwenyewe alishanogewa huku bwana, bimdada anamaliza mchezo. Wakati wa chakula mtu na shemeji yake akawa anachekeana tu. Mama mtu anasema chakula ni kitamu lakini chumvi ilikuwa ndogo kidogo. Mwamba anasema hakika ninatamani sana endapo ningepata wali wa nyama. Mama mtu anasema ndani ya hii nyumba nyama haiwezi kapikwa. Rani ili aendelee kuteka moyo wa mtaalamu wetu Neil akaamua kuelekea sokoni na kununua nyama. Mama mtu baada ya kuiona nyama akaanza kuwaka sana, anasema ndani ya jiko langu nyama haiwezi kapikwa. Rishu akasema isiwe kesi, akamchukua bimdada na kumpeleka kwenye jiko ambalo lilikuwa litumiki kwa sasa. Anamsaidia kulifanyia usafi na kumweleza kuanzia leo utapika ndani ya hili eneo, lakini pia akamwekea kafriji. Rani akaanza kupika chakula hiki ambacho kidogo kilikuwa kinahitaji utaalamu, lakini mwanadada akahangaika sana kuweza kukipika. Kipindi ambacho kilikuwa kinaivia jikoni, anaenda kwenye chumba cha msela na kumweleza leo nitakupikia lile pishi ambalo huwa unalipenda. Neil anamweleza Bishosti ya kwamba ataondoka ndani ya hili eneo wiki ijayo. Rani anamweleza Neil ya kwamba naye atafanya juu chini mpaka hakikishe wanaondoka wote. Msela akashangaa sana, sasa tukiondoka Rishu naye itakuwaje? Bishosti anasema mimi nitamwelezea ukweli wote ya kwamba ninakupenda na ninahitaji tuanzishe familia. Rani wakati wa jioni anaenda na bakuli lake la nyama mezani. Mama mtu anamzuia, anamweleza ndani ya hii meza usilete nyama, msubiri mume wako mpaka arudi, kwani Neil naye ameondoka ndani ya hili eneo, anasema ya kwamba hawezi tena akarudi. Rani akashangaa sana, Neil kumbe ameshaondoka. Akabaki amepigwa na butwaa ya kulia, anashindwa kukimbia, anashindwa kuzimia, anashindwa. Ikabidi tu avumilie. Mume wake baada ya kurudi akaenda kumpatia lile bakuli la nyama. Rishu akawa anakula huko anafurahi sana, anasema bwana, hiki chakula ni kitamu sana. Rani akawa tu anatoa machozi, lakini leo akaamua kumweleza ukweli mzima mume wake ya kwamba ni kweli wao wameoana, lakini alitokea kumpenda sana mtaalamu wetu Neil, lakini pia alifanikiwa kumtunukia tunda. Rishu alishtuka tu, lakini hakufanya chochote, bali tu akaendelea kula zake chakula. Bwana, mwanaume huyu aliumia sana. Leo ikabidi aweze kufunga safari mpaka Delhi kwenda kuonana na huyu kidume ambaye alitembea na mke wake. Akajaribu kumvamia, lakini Neil unajua ni mbavu, akamtembezea kifinyo mtaalamu wetu Rishu. Baada ya kumzimisha, wakati wa jioni akamchukua na kwenda kupata naye Kalinya. Anamweleza kwamba ni kweli nimeshatembea na mke wako, lakini pia ni kwa nini unashindwa kumpatia mavituzi mpaka akaridhika? Jamaa anasema mimi bwana, sikuhitaji kumwingilia mke wangu kabla hajanipenda, yani nilikuwa natamani sana tukae wote tufahamiane, lakini pia mwisho wa siku mimi niweze kumpenda naye anipende, ndiyo nifanye maamuzi ya kwanza naye kufanya mavituzi. Rishu anarudi nyumbani akiwa na ngeo kibao. Mke wake akajaribu kumsogelea, lakini mwamba akamtimua na kumweleza, mimi ninakuomba sana kwa usalama wako uondoke ndani ya hili eneo, kwani kila ambavyo nikijaribu kukuangalia ninatamani kabisa nikuangamize, yani sitamani kukaa karibu na wewe. Hivyo mama, kesho asubuhi na mapema beba vilivyo vyako uondoke. Rani akafungasha mabegi, anatoka na upande wa nje, lakini kila bajaji ambayo alikuwa anajaribu kusimamisha hakuna hata moja ambayo ilikuwa inasimama. Vijana hapa mtaani bwana akaanza kumrushia maneno mabaya. Unajua bwana, taarifa zilishaenea kwamba bimdada alikuwa akatembea na shemeji yake. Wanaanza kumtania, wanasema nami ninafaa sana kama Neil. Unajua kwanza na mimi mwenyewe ni handsome. Rishu akatoka upande wa nje, anamweleza mke wake, ingia ndani, ngoja mimi nikusaidia kusimamisha bajaji. Rani akiwa upande wa ndani anashuhudia wale wanaume wengine wakiwa wanaendelea kumwambia mtaalamu wetu Rishu maneno ya ajabu, lakini pia maneno ya dharau. Rani ikabidi arudi upande wa ndani na kumweleza mume wake, bwana, mimi sitaondoka ndani ya hili eneo, wewe nifanye kile ambacho unahitaji kunifanya, lakini sitakubali kuondoka upande wako. Rishu toka siku hiyo bwana akawa anamwangalia mke wake kwa jicho baya sana. Kwanza ukiangalia kama siku hii ya leo bimdada akateleza kutoka kwenye ngazi, mwamba badala msaidie mke wake, yeye akabaki anamwangalia tu, tena huku akiwa na tabasamu. Lakini pia Rani wakati wa usiku bwana, kipindi ambacho alikuwa
amelala akigeukia upande wa mume wake, anamkuta Mchizi akiwa anamwangalia jicho baya. Kiufupi, kwa sasa Mchizi alikuwa anatamani sana kumwangamiza Bishosti. Rani leo anaenda kumkaribisha mume wake waende akapate chakula, lakini Mwamba anamweleza hicho chakula aende akachanganye tu na sumu ya panya. Bishosti akashangaa sana. Mwamba kuishia hapo, akaanza kumwelezea kila kitu mtaalamu wetu Afzali kitu hiki. Hata rafiki yake mwenyewe akashindwa kabisa kuvumilia, akaamua kuondoka, lakini Mwamba akaendelea kuonyesha kutokuwa na muda wowote na mke wake. Rani akapanda juu kabisa ya jengo na kumweleza mume wake, leo ndio nafasi yako ya mwisho ya kuweza kuniangamiza, hivyo ninakuruhusu ufanya hivyo kabla haujachelewa. Mwamba alipofika hapa akatamani sana kufanya kama hivyo, lakini akashindwa. Mwisho wa siku Bishosti chozi lake la huruma, lakini pia chozi la kumwomba msamaha mume wake asahau kile ambacho kilikuwa kimetokea, kisha wagange maisha mengine, yakamfanya Rishu kulegea na leo akaamua kumsamehe mke wake. Penzi jipya linarudi mjini, lakini pia mama pamoja na mkwe wake kwa sasa wakawa wanaelewana sana. Bishosti akawa anamfanyia mambo ya urembo, lakini pia muda mwingine wakawa wanasoma wote vitabu, na hii ndio ilikuwa hadithi ya ndoa baina ya Bimdada pamoja na Rishu. Afande anamweleza Rani, hakika unajua sana kutunga hadithi, kwani mimi bado siamini kabisa kwamba wewe haujahusika kwenye mauaji ya mume wako. Uchunguzi unaendelea, safari inawapeleka mpaka kwa dereva bajaji mmoja ambaye inasemekana yeye ndio alimbeba Bishosti siku ile ya tukio. Wanamuuliza ilikuwaje, anawaeleza kwamba Bishosti nilimpeleka mpaka kwenye soko la kuuza mbuzi. Rani alifanikiwa kununua mguu wa mbuzi, kisha nikamrudisha nyumbani, lakini pia njiani alishuka, na kumbukumbu zangu zinasema ya kwamba kipindi ambacho mlipuko ulikuwa unatokea Bishosti alikuwa anawapatia mbwa nyama. Kishori yeye anasema, mimi nina uhakika kabisa huyu mwanamke ndio amehusika kwenye haya mauaji, na mimi kwa sasa ninatafuta hiyo silaha ambayo Bimdada alitumia kufanya ile tukio, na endapo tu nikiipata hii kesi imeisha. Mkubwa wake anamweleza hii kesi bwana imeshaisha miezi iliyopita, huyu Bimdada ahusiki kabisa kwenye ile tukio. Kishori akawa ni mbishi, lakini bosi wake akamweleza endapo ukishindwa mpaka wiki ijayo usolve hii kesi, basi tafuta sehemu nyingine ya kwenda kufanya kazi. Leo napata moja kati ya video inaonyesha mwamba mmoja ambaye inasemekana alikuwa ni Neil akiwa anatokea kwenye nyumba ya kina Rani na kuweza kudumbukia kwenye mto na kuogelea na kutokomea kusikojulikana. Kishori hapa moja kwa moja akatambua ya kwamba Bimdada pamoja na Neil ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa zamani walishirikiana kumwangamiza Rishu. Sasa ushahidi alikuwa hana, akamtuma mmoja kati ya askari wake wa kike kwenda kumfanyia mateso Bimdada Rani ili anyoshe maelezo, lakini mateso haya hayakuweza kuzaa matunda yoyote. Kesho yake asubuhi na mapema Rani anafika kituoni akiwa anachechemea, anaelezwa kwamba leo tumeleta kifaa cha kupima mazungumzo yako, kama utaongea uongo kitajua, lakini pia kama utaongea ukweli kitajua. Rani kabla mazungumzo kuanza akaomba kuelekea msalani. Baada ya kufika huko bwana akaweka msumali kwenye kiatu chake. Anarudi kwenye mahojiano, kila swali ambalo alikuwa akiulizwa, maelezo ambayo alikuwa anatoa moja kwa moja akawa anaonyesha kwamba Bishosti alikuwa anaongea ukweli. Wanamshtukia mtembe wake baada ya kumvua kiatu, anagundua kwamba alikuwa akaweka msumali. Daktari anasema Bimdada ni mjanja sana kutokana na msumali ambao alikuwa akauweka kumnasa kama mtu anaongea uongo, ilikuwa ni kipengele. Wanarudisha tena kwenye mahojiano, lakini napo wanagonga mwamba, kwani kila majibu yalikuwa ni ndio, lakini pia yalionyesha Bishosti hana shida yoyote kwenye hii kesi. Kishori anaamua kuifunga hii kesi na kumweleza Bishosti hana hatia yoyote. Rani kipindi ambacho alikuwa anaondoka anageuka anamwangalia Kishori kisha anatabasamu. Hii inaashiria nini? Tunapata flashback na kupata hadithi nzima juu ya kile ambacho kiliweza kutokea. Siku ile bwana ilikuwa kama hivi. Mchizi kipindi ambacho alikuwa anarudi kutoka sokoni alimkuta Neil akiwa anazungumza na Bimdada nyumbani kwao. Neil alifika ndani ya hili eneo ili kuweza kudai pesa kwa watu, kwani inasemekana siku ile kipindi ambacho alikuwa anafanya mavitus pamoja na Bimdada alifanikiwa kurekodi video, na hivyo alikuwa anawatishia kwamba endapo asipopatiwa hizo pesa basi atachukua hatua ya kuweza kushare hizo video kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp. Rishu kwa hasira akaanza kupambana na huyu mwamba. Sasa Neil kwa kuwa alikuwa ni mbavu, hivyo akawa anamshinda sana huyu jamaa. Rani ili kumsaidia mume wake akaenda kuchukua mguu wa mbuzi ambao ulikuwa umeganda kwenye friji na kuja kumpiga nao mtaalamu wetu Neil. Neil anaanguka chini na damu inaanza kutoka kichwani. Bwana mwamba akapoteza maisha pale pale. Bimdada akaanza kupagawa, anasema ngoja tuwapigie simu polisi. Rishu akasema hilo swala halitawezekana, sitoruhusu kabisa uende kuozea gerezani, hivyo watatumia njia za kwenye kile kitabu kuficha ushahidi wote juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea ndani ya hili eneo. Sasa Rani akaanza kufanya usafi na kufuta damu zote ndani ya hili eneo, lakini pia mtaalamu wetu Rishu akakata mkono wa kushoto wa Neil, kisha akakata pia mkono wake wa kushoto ambao ulikuwa na tatu ya jina la mke wake. Mwamba baada ya kufanya hivyo bwana Bimdada yeye akaamua kuchukua ule mguu ambao alikuwa akapigia nao tukio na kuelekea nao sokoni. Huku sokoni akafanikiwa pia kununua mguu mwingine na kwenda kupeleka kwa watu ambao walikuwa wanafanya kazi ya kukatakata nyama.
Kipindi ambacho alikuwa anarudi, ule mguu ambao alikuwa akapigia nao tukio ndio ule ambao alikuwa anawapatia mbwa. Hapa alikuwa anapoteza ushahidi wote, lakini upande wa mume wake yeye akaamua kutega mtego ili gesi iweze kuripuka. Kisha akavaa koti pamoja na kofia ya mtaalamu wetu Nili na kuweza kupita njia ya nyuma, na kwa kuwa nyumba yao ilikuwa ipo karibu kabisa na mto, Mwamba akaingia mtoni na kuweza kutokomea kusikojulikana. Hivyo aliyepoteza maisha alikuwa ni Nili, lakini Rishu alikuwa ni mzima na leo anafanikiwa kukutana na mke wake kwenda kuanza maisha mengine. Upande wa Kishori naye alikuwa akahamishwa kikazi, hivyo kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuondoka anafanikiwa kukiona kitabu ambacho Bishosi alikuwa anakiongelea sana. Mwamba akaamua kukichukua na kuanza kukisoma humu ndani, maelezo ambayo alikutana nao akiunganisha pia na tukio la bimdada Rani pamoja na mume wake. Moja kwa moja akatambua mambo yote ambayo alikuwa yametokea ulikuwa ni mpango wa Bishosi pamoja na mume wake. Kishori kwa sasa kuwakamata alikuwa hawezi. Kesi ilikuwa tayari imeshafungwa. Sasa atafanya nini? Mwamba akabaki tu anacheka. Bwana, hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.